kutoka mtaani mpaka duniani. Asante kwa kuendelea kuifuatilia Gonna TV, the Super Brand Television, na hapa tupo mkoani Tanga tukiwa bado na swali letu. Je, mitandao ya kijamii imekusaidiaje wewe katika maisha yako ya kila siku? Je, kuna hasara ama je, kuna faida? Leo tupo mtaa kwa mtaa kuchukua hizo kuoji watu wanaelewa gani kuhusu mitandao ya kijamii. Na hapa niliponiona nipo katikati kabisa mkoani Tanga, na safari ni moja tu kuelekea Tangamano, soko la Tangamano hapo, tukipiga story na wadau pale. Si ndio bana? Lakini wewe una maoni gani kuhusu mitandao ya kijamii? Andika ujumbe wako kwenda mitandao yetu yote ya kijamii, YouTube, Instagram, TikTok kama Gonna TV. Mimi ni Lazarus the Gas Son. Okay, ndani ya Tangamano, soko la Tangamano, nimekutana na wadau wawili hapa na tunaangalia juu ya mada yetu ile athari, lakini pia faida na uelewa juu ya mitandao ya kijamii. Niko na mabrother wawili hapa. Kwanza ningependa kuanza kujua majina yao. Bro, unaitwa nani? Naitwa Abbas Chinga. Abbas Chinga, brother zangu hapa. Mimi naitwa Kasim. Kasim. Okay, Kasim na Abbas Chinga ndani ya Tangamano. Kwanza kabla ya kuendelea bro, nyie hapa ni wafanya biashara? Yeah. Biashara yenu ni? Hapa mitumba, mimi sina kama. Okay. Brother, biashara yako? Mimi nipo tu kama matembezi. Matembezi tu, si ndio? Sasa okay. Mwanangu nikuangalia, unaangalia ngoma live kabisa hapo mitandao ya kijamii. Nataka tujue faida na hasara, lakini pia uelewa juu ya mitandao ya kijamii. Ukianza ukisikia mitandao ya kijamii brother yangu, wewe una uelewa gani kuhusu mitandao ya kijamii? Mimi ninavyoelewa mtandao wa kijamii ni kama kama kusogezewa elimu karibu. Inategemea wewe mitandao ya kijamii unaitumia vipi. Unaona, kuna mwingine anaitumia kwa kwa kuenjoy tu, kwamba akiangalia vitu mtandaoni yeye mwenyewe anafurahia, na mwingine anatumia kwa ajili ya faida, kwamba kuna elimu anaipata, na kuna mwingine anatumia kwamba anafanya tu mambo ya hovyo tu, mtu anaangalia hivyo yani. Sasa kwa tangia uanze kutumia mitandao ya kijamii, kuna faida au hasara yote ambayo umeshawahi kuipata? Kwa mimi hapa, kwa mimi faida ni kwa mimi hapa binafsi mimi napata faida, kwa sababu nikiwa na mtandao wa kijamii kwamba kama kuna kitu nakitaka naweza nikaangalia kwenye mtandao, hicho kitu nikakihitaji, nikatumia kwenye kulipa kwa njia ya mtandao, na kitu pia kikamfikia fresh. Ushanielewa? Kwa sometimes mimi hapa naona ndio faida, kwa mfano inanipa faida kubwa. Kwa mfano naweza nikaangalia kitu nikakituma na mimi kwenye akaunti yangu, watu wakaangalia, mwanangu kazi hiyo vipi, tunaipataje? Kazi 1 2 3. Umeona, mimi naona kwamba mwanangu wewe kuna mzigo fulani mimi nauhitaji, hapo vipi, unatokaje kiasi fulani, poa nifosie, alafu mimi nikija huko nimepata jiteni la nitosha fresh maishana. Wow, bwana Abasi anaelezea mtandao wa kijamii na uwezi amini ametaja bonge moja ya faida. Kumbe pia inamsaidia kwenye biashara yake ya kila siku, kulink na wateja mikoani na sehemu mbalimbali. Lakini tuangalie kwa brother mwingine hapa. Brother, unahisi mtandao wa kijamii ina hasara gani kwenye jamii sasa hivi? Na mimi ninavyohisi mtandao wa kijamii unasaidia jamii katika wananchi, yaani sote kwa ujumla. Ila nashukuru tu mtandao wa kijamii kwamba kutusaidia katika mambo ya mtandao. Basi kwa swala hilo tu naishukuru sana. Sawa. Mababa zangu wawili hapa wanashukuru mitandao ya kijamii, kwani inawasupport na kuwaboost kwenye shughuli zao za kila siku na kwenye mishe zao za kila siku, au sio bana? Kwa bonge moja la heshima bro, tupo pia na The Business Plug. Ni kipindi ambacho kinaangazia biashara mbalimbali, na kwa heshima yako tu nakupa offer kutangaza biashara yako. Wewe unafanya nini hapa Tangamano na watu wanakupataje? Mimi hapa nafanya biashara mtumba, mabrandi kama hayo hapo nayaona, au sio bwana? Mimi niko lelini sasa, yani mataani kwa mkoani, kwa mkoa wa Tanga. Mimi niko mataani, mwanzo wa mataa napoanzia. Mimi ukiangalia ngambo hivyo utaona ofisi, kama ukija tunakomaa kama hivi majinzi na singlendi kama hizo hapo, au sio bwana? Kago hizo hapo zimepoa. Kwa kwamba wewe mwenyewe nakaribisha wateja kwamba nao aje kunitia support ili tusonge mbele. Sababu akinisupport mimi, na mimi kesho nitaingia kwenye ofisi ya mtu mwingine fulani, nitafanya nini? Bali tunaishi hivyo. Asante sana. Baadaye nitakuunganisha na mkurugenzi, au sio? Tuone namna gani unaweza akaiboost biashara yako hapa na watu wakufuata, au sio? Okay, ni bado tuko ndani ya Tangamano, au sio bana? Story zetu zile kuangalia juu ya mitandao ya kijamii, na niko na beautiful ladies kama unavyojua hapa ni Tanga, maua ndo kama haya. Dadangu, kwanza tukufahamu kwa majina yako. Jina naitwa Esma. Esma, lakini yuko na shuga yake nani tena? Ablazu. Nani? Ablazu, si ndio bana? Dadangu, leo tunaangalia juu mitandao ya kijamii, faida, athari, lakini pia uelewa wako juu mitandao ya kijamii. Kwanza nataka nijue mitandao ya kijamii wewe inakusaidiaje kwenye maisha yako ya kila siku? Mimi kama mitandao ya kijamii inanisaidia kupata taarifa mbalimbali, matukio ambayo yanatokea sehemu mbalimbali. Pia inanisaidia kama nataka kuagizia kitu, yani kama nataka nifanye biashara mtandaoni, inanisaidia kupata watu wengi, wateja wengi.
Sasa eti Abdazu, wewe unajua athari yote ambayo inatokana na mitandao ya kijamii kwenye maisha yetu kila siku hizi? Watoto simu wanatumia mitandao ya kijamii vibaya, kwa sababu kuna mambo mengi kwenye mitandao, afu ukiwapa watoto simu inakuwa sio vizuri, akiona vile vitu ambavyo havifai kwa watoto. Okay, au bana, ni beautiful ladies kutoka Tangamano hapo, na tunazidi kuangalia juu mitandao ya kijamii bana. Mimi niwashukuru sana. Kama una kitu ambacho unataka kuambia watu kupitia Gonna TV, the Super Brand Television. Mimi tutaendelea kusupport hii Gonna Television. Wow, mbarikiwe sana, muwe na siku njema. Yeah, Gonna TV bado tunazidi kuperuzi mdogo kwa mdogo ndani ya soko la Tangamano, au sio bana?